3 kila siku. Anaomba dua mara 3 kila siku. Basi lakini wakamshika. Biblia inasema wakamshika, wakamtupa katika tundu la simba. Biblia inasema usiku huo mfalme hakulala. Kumbe Danieli, mfalme alipenda Danieli sana. Mfalme kumbe alifanywa vituko, alitegwa, alikuwa anapenda Danieli sana. Biblia inasema usiku huo Danieli mfalme Dario aliporudi kwa nyumba, vinanda havikuchezwa. Wewe usome ukiteremka hapo chini. Vinanda havikuchezwa. Kila kitu alikataa, maana alimpenda Danieli kwa sababu alitenda kazi yake kwa uzuri na utakatifu. Alikuwa mwaminifu, alimpenda sana. Unajua mfalme, tulisomea hii fungu 14:35. 14 Mithali 14:35. Mithali 14:35. Biblia inasema mfalme hakulala usiku huo, na asubuhi mapema aliamka akaenda kwa ile shimo. Alipoenda kwa ile shimo akaenda kulia, akiangalia akamwangalia akaona Danieli bado ako katika ile shimo. Akamuuliza Danieli, mtumishi wa Mungu, hao simba hawaja kukula wewe? Akasema Mungu alitoka mbinguni na akafunika makanywa yao, na nimelala hapa usingizi mzuri sana, maana Mungu alimpigania. Mfalme alipenda Danieli sana, ndio maana usiku huo hakulala. Upendeleo wa mfalme, umeelekea mtumwa, atendaye kwa busara. Danieli alikuwa mtumishi wa Mungu, na akiwa katika ufalme huu alikuwa anatenda kwa busara. Mfalme Dario alijua ametegwa, na kwa sababu alikuwa ameweka sahihi akakubali tu vile ilikuwa. Na Biblia lakini nasema usiku huo alisumbuka sana, hakulala usiku, alisumbuliwa na hiyo mambo sana. Unajua ukitendea mtu wa Mungu maneno na anja kutendea chochote, hata ufanye mtu vibaya na anja kutendea kitu, roho yako inakusumbua sana. Hata saa hii uanze vita hapa, upige mtu kwa mipaa na kubinulia pande nyingine, upige na uone akijibu. Hata wewe unashangaa sasa hili nini? Hiyo vitu unaacha. Ufalme huu wa pili ulileta nini katika ulimwengu? Ulileta ibada ya kuabudu binadamu. Ndio maana sheria ya Wamena na Wajemi inaambiwa ibadiliki. Walisema waabudu binadamu, walikuwa wanapigia mtu magoti. Hakuna mwanadamu hapa duniani anastahili kupigiwa magoti, awe ni mfalme. Hata mambo ya kikanisa hakuna mwanadamu anastahili kupigiwa magoti. Hiyo heshima ya kupigiwa magoti inastahili Mungu peke yake. Hata Petro alikataa. Siulisomea hiyo katika Matendo ya Mitume 10 mstari wake ni wa 25. Mstari wa 25. Hakuna mtumishi wa Mungu, hata pasta, hata awe nani, anastahili kupigiwa magoti. Unajua hata leo katika ulimwengu wa Ukristo kuna watu wanapigia wengine magoti. Unajua hata leo katika ulimwengu wa Ukristo kuna watu wanapigia wengine magoti. Wacha nikuambie siku ya leo, kama wewe unajua mambo ya kweli ya Mungu, kama pasta anakuita kuombea, haustahili umpigie magoti. Mnastahili nyote mpige magoti, maana sisi wote ni wanadamu. Lakini leo mapasta wengine wanasimama, mtu anapiga magoti, unapigia binadamu goti. Hebu sikia Petro vile anavyosema. Petro, mtu mmoja alikuja kwake, amesikia maneno mazuri ya Mungu, hakataka aombewe. Hebu sikia ilikuwa namna gani. Petro alipokuwa akiingia, Kornelia akatoka mlaki. Hiyo kitu kitaka ujue vizuri, utaanza 10 mstari wa kwanza, lakini mimi nimekupeleka mbali kwa sababu ya muda. Huyo mtu alikuwa anaitwa Kornelio, akaambiwa nataka kuombea uwe Mkristo kamili, lazima uende kwa Petro akuombee. Na sasa
Petro akaambiwa na Mungu, akaonyeshwa hiyo vision na akaenda kwa Kolonio. Na alipokuwa anaenda kwa Kolonio akaona Petro akija. Alipomwona akija, akamwangukia miguuni akamsujudia. Anasema Kolonio akamwangukia Petro miguuni akamsujudia. Lakini Petro akamuinua, akasema, akamwambia, simama. Mimi nami ni mwanadamu. Hata sisi tunahubiri hapo, unaweza kuona tunahubiri hapa, unapatia mtu heshima kubwa. Heshima ni kwa Mungu. Sisi ni watumishi, sisi tunaishi na nyinyi, sisi ni kama nyinyi. Kuna watu ambao wanajiinua kwa mambo ya Mungu. Unasikia wengine wanaitwa reverend. Reverend ni jina la Mungu, haistahili kuitwa mwanadamu yeyote. Wengine wanaitwa holy father, hiyo ni jina la Mungu, haistahili kuitwa mwanadamu yeyote. Wamejaa hapa. Takuja kuonyesha tukifika mambo yako mbele. Bado hapa nawawekea misingi ya kitambo. Mtakatifu si jina la mwanadamu. Reverend ni jina la Mungu, haistahili kuitwa mtu yeyote. Lakini hapa wamejaa reverend fulani, sijui mtakatifu fulani, sijui mtukufu fulani. Unakumbuka siku wakati moja rais wetu aliyekufa, rais wetu Daniel Moi alikuwa akiitwa, taarifa ingine alikuwa anaitwa mtukufu rais. Alihubiriwa ujumbe huu, akaelewa ya kwamba jina mtukufu ni ya Mungu peke yake. Akasema, msio mnaniita mtukufu, hao anaitwa tu rais Moi. Mtukufu ni jina la Mungu. Na hiyo heshima ya kupigiwa magoti ilikuwa, nisomee Luka 4. Luka 4 mstari wa 8. Hata Yesu alipokuja hapa, shetani alimjaribu na hiyo. Sikia vile shetani alimjaribu. Biblia inasema shetani alimjaribu. Inasema hivi, Luka 4 mstari wa 8. Yesu akajibu akamwambia, anza hapo mstari wa 6. Ibilisi akamwambia, Ibilisi akaambia Yesu, nitakupa wewe enzi hii yote. Nitakupatia enzi hii yote. Fahari yake. Kwa kuwa ime mikononi mwangu. Hivyo ndio shetani alidai mali yote hapa duniani ni yake. Akaambia Yesu, nitakupatia hii mali yote, lakini akampatia masharti. Masharti gani? Nami humpa yote kama nipendavyo. Basi wewe Yesu, wewe ukisujudu mbele yangu. Kusujudu ni kupiga magoti. Basi wewe Yesu, ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, acha niwaambie, hata hapa kuna watu wengi wamesujudu shetani ndio wapate mali, na shetani hapeani ya bure. Wewe sujudu shetani tu, lazima ataitisha ndani. Watu wengi wamesujudu shetani, yaani wamepata mali kupitia kwa shetani kwa kumwangukia chini. Kuna watu hawapendi kuchoka wameenda kwa waganga na wachawi, wamesujudu shetani na anapeana yake na masharti. Wakati atakwambia nataka mama, nataka mtoto yako, nataka baba yako, hapo ndio utajua. Na familia nyingi zimeisha kwa sababu ya kumsujudia shetani. Yesu alikataa kuinamia shetani. Alipokataa akamwambiaje? Yesu akajibu shetani akamwambia, imeandikwa. Hata leo imeandikwa, sujudie Bwana Mungu wako. Anayestahili kupigiwa magoti ni Bwana Mungu peke yake. Umwabudu yeye peke yake. Huyo ndiye anastahili hiyo heshima ya kupigiwa magoti. Ndio maana Danieli alikataa akiwa hapa. Akakataa kuabudu mfalme. Wewe fikiria leo uitwe na Ruto akwambie mpigie magoti, na useme hapana. Hivyo ndio Danieli alifanya. Na alipokataa akatumwa machungu lazima. Maana mtumishi wa Mungu alijua anayestahili kupigiwa magoti ni Mungu peke yake. Hata malaika hastahili kupigiwa magoti. Ufunuo 19 mstari wa 10. Hata malaika, hiyo heshima, hastahili kupigiwa magoti. Inasema hivi, mstari ni wa 10. Inasema, nami nikaanguka mbele ya miguu yake. Inasema Danieli anaitwa nani? Yohana alipoonyeshwa mambo ya unabii na malaika,
alianguka mbele ya malaika ili amsujudie. Ili nimsujudie. Akaniambia. Malaika akamwambia, angalia, usifanye hivi. Yohana, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako. Na wa ndugu zako. Walio na ushuhuda wa Yesu. Amsujudie Mungu. Maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Anayestahili kusujudiwa, anayestahili heshima ya kupigiwa magoti ni Mungu pekee yake. Ndio maana Yesu, Biblia, Paulo anasema katika Wafilipi 2 mstari wake wa 9, Yesu alipatiwa majina ipitao kila jina, ili kwa jina la Yesu. Anayestahili pia kupigiwa magoti ni Yesu, ili kwa jina la Yesu vitu vilivyo juu mbinguni, vilivyo hapa duniani na chini ya dunia ziweze kumpigia Yesu magoti na kukiri ya kwamba Kristo ni Bwana. Hiyo ndio jina peke yake. Yesu ni Mungu. Ndio maana alikuwa akisujudiwa. Alipokuwa hapo watu walikuwa wanamsujudu. Anayestahili kupigiwa magoti ni Mungu peke yake, si mwanadamu. Wanadamu wametokea hapa duniani, ndio maana nimekuambia wamechukua tabia ya Waamen na Wajemi kupigiwa magoti kinyume cha Biblia. Na Mungu akamaliza ufalme. Ufalme ulipoisha, tukaingia ufalme wa tatu kutawala dunia. Kesho nitaingia hapa. Nilikuwa nataka nishikanishe, lakini saa zimeenda. Waje nisome hii nayo. Ufalme uliingia namna gani? Nisomee Danieli 11. Baada ya ufalme huu sikia Danieli 11 mstari wa kwanza, tuingie hapa, nikuachie hapa. Nataka nikuachie kwa hiyo ufalme wa tatu. Tuliona ufalme wa kwanza ni Babylon Empire. Ilileta nini? Ilileta tarehe 25 Disemba na ibada ya sanamu. Ufalme wa pili ni ufalme wa Waamen na Wajemi. Waamen na Wajemi walilete ibada ya kuabudu binadamu. Si pekee yake, soma pia katika kitabu cha Esta. Esta utakuta mtu aliyekuwa anaitwa Amani na Mordekai. Amani alikuwa ni Waamen wa Wajemi, na akaweka katika gates, watu wakiingia katika gates wamwabudu kama Mungu, na mtumishi wa Mungu alikuwa hapo anaitwa Mordekai. Mordekai akakataa kumuinamia, kumpigia magoti. Alipokataa kumuinamia magoti, akasema kabila la Mordekai ni gani? Ni Waisraeli. Akasema Waisraeli wote wanaoishi huko Waamen na Wajemi wauawe, kwa sababu ya mtu mmoja alikataa kumpigia magoti. Kuna mtu wa Mungu alikuwa hapa, alikuwa anaitwa Esta. Esta alikuwa ameolewa na mfalme wa huu ufalme, alikuwa anaitwa Asuero. Esta alipoambiwa mambo hayo na mjomba wake, akaenda akatangazia Waisraeli wote wafunge ili aende kwa mfalme, akaweza kumwambia watu wote wanataka kuuawa na Amani. Na alipoenda huko akaingia kwa Amani, ilikuwa mambo mengi, lakini nakatakata tu kidogo. Alipoenda huko akaambia Asuero. Asuero akamuuliza Esta, umekuja hapa kwa nini? Akamwambia huyu Amani anataka kumaliza kabila yangu. Amani alipoamuru akitaka kufanya kitu, sasa huyu Asuero akasikia vibaya, akangeukia huyu Amani na akasema atundiko katika mbichi. Akasema ni kama anataka kulala na mke wake. Kwa hiyo mfalme huu ulikuwa na sheria zingeuki za kuabudu binadamu, kupigia watu magoti. Na hii ndio nitaongea kesho, maana saa zimeisha. Tena mimi katika mwaka wa kwanza Dario Medi, katika mwaka wa Dario Medi, Danieli anasema nalisimama nimthibitishie na kumthibitishia. Yaani unajua Mungu anatabiri mambo ikiwa haijatendeka, na alikuwa ametabiri hii maneno kitambo, na Danieli alikuwa amesoma akaona vile inaendelea, na akasimama aambie Dario, akamtia nguvu katika utawala, na akamwambia ilikuwa imeonekana wewe utatawala na vile itaenda. Akamdhibitishia, akapata nguvu nyingi sana, na alipopata nguvu endelea sasa, ikasema hivi, nami sasa nitakuonyesha yaliyo kweli. Tazama, watasimama wafalme watatu. Danieli akaonyesha watasimama wafalme watatu hapa katika Uajemi,
Naye mfalme wa nne atakuwa tajiri kuliko hao wote. Atakuwa tajiri kuliko mfalme hao wote wa Wamedi na Waajemi. Naye atakapopata nguvu kwa utajiri wake, atawachochea wote juu ya ufalme wa Uyunani. Atawachochea wote juu ya ufalme wa Uyunani. Uyunani ni Wangiriki ndio walitoa ufalme wa Wamedi na Waajemi. Wayunani. Unajua hii maneno yote naongea, hizi zote ziko kwa Biblia. Niliwaambia Biblia ni taa. Inatuonyesha tumetoka wapi, tunaelekea wapi. Kupitia hizi wanyama tutakuwa tunajifunza hapa. Nimewaambia wacha hawa wanyama, kuna wengine hapa mbele ambao tutaonyeshwa wakati huu tunaishi kipindi gani na tunaelekea wapi na nini nangojea tuende. Sasa akaonyeshwa Uyunani sasa itakuja Uyunani. Alafu inasema na mfalme hodari wa Uyunani atasimama. Jana niliwaambia mfalme wa kwanza kutawala Uyunani aliitwa Alexander the Great. Alafu atakayetawala kwa mamlaka. Alexander the Great alianza kutawala akiwa na miaka 20. Alikuwa na miaka 20 na alikuwa na mamlaka kubwa sana. Na kutenda apendavyo. Na alitenda vile alivyokuwa akipenda. Naye atakaposimama. Alexander atakaposimama, ufalme wake utavunjika. Ufalme wa Alexander utavunjika na kugawanyika katika pepo 4, vichwa 4 za mbinguni. Vichwa 4, pepo 4. Alexander atakufa na akifa ufalme wake utagawanyika kutokea vichwa 4. Endelea. Lakini hautakuwa na uzao wake. Hautakuwa falme hizi haitakuwa na uzao wa Alexander, wala hautakuwa kama mamlaka yake, na hawatakuwa na nguvu kama Alexander ambayo alitawala kwayo. Kwa nini inasema haitakuwa na uzao wake? Kwa maana basi ngoja naelezea ndio nimalize. Alexander alianza kutawala akiwa na miaka 20 na hakuoa. Akafa akiwa na miaka 31. Hakuoa. Aliuawa na nini? Alikufa na pombe. Aliingilia pombe. Kesho nitaingia hapo. Aliingilia pombe na akafa bila mke. Na alipokufa, manjemendari wake walikuwa 4 wakubwa. Wakasema sasa na kiongozi wetu amekufa, basi kama amekufa ni nani atatawala? Wakasema mwenye nguvu na atawale. Wakaanza vita, majenerali 4 wakaanza vita. Walipoanza vita wakagawana nchi, wakasema sasa, wakapigana, mwisho wakagawana nchi ya Wayunani, nchi ya Wagiriki. Mmoja akaenda north, mwingine akaenda south, mwingine akaenda west, mwingine akaenda east. Hao 4 ni nani? Tunawasoma katika historia. Seleucus, Ptolemy, Cassandra na Lysimachus. Vichwa 4, 4 generals wa Wagiriki. Seleucus, Ptolemy, Cassandra, Lysimachus. Hii ikagawanyika, Wayunani wakagawanyika. Ni nini ilimaliza mfalme wa kwanza? Pombe. Kesho muzikoze. Kesho nitakuwa hapa, tukimaliza hapa tukuja hapa. Hapa ndio mambo. Huko napitia tu. Hapa ndio mambo. Mambo yako hapa. Huyu ndiye amemaliza dunia. Huyu ndiye amemaliza uchumi wa dunia. Huyu ndiye amemaliza Ukristo wote duniani. Kwa nini tuko na madhehebu mingi? Usikose. Hapa ndio mambo yote. Wacha hii maneno tu. Hapa wewe umekuwa katika hizi, lakini usikose sasa. Maana tunaendelea ndio sasa mambo inakuwa tamtamu. Huyu amemaliza dunia, huyu ni nani? Tutaona kesho kutwa. Mungu aweze kuwabariki tunapokaribia. Sisi tukaribie tuombe pamoja. Tukaribie mlio uko mbali, tukaribie hapa. Tunaposoma fungu moja katika kitabu cha Waebrania 10:25. Tutakuwa tunasoma hiyo fungu. Tunapokaribia hapa, tuombe pamoja tuweze kumaliza pamoja tukiwa na nguvu. Tulio uko mbali, karibu ndugu yangu, karibu. Tukaribie hapa tukamalize pamoja. Na waona kujeni karibu tuombe pamoja. Tulio katika viti hapo tutoke tukuje hapa karibu pamoja. Maana maandiko inasema hivyo, Waebrania 10 mstari wa 20.